Ni Top Mashariki, mpenzi msikilizaji, ndani ya Radio Taifa 92.9 FM. Kama kawa, bwana, nakutana na kijana hapa mjanja tu, msanii wa kizazi kipya. Mambo vipi mtu wangu? Fresh mtu wangu. Oya Dingsa Guan, this is Ervisco. Yeah, nakata mstari kawemba pa mstari mpaka mzani, mstazi na flow kawata mstari zinabwaka zani. Yeah, ni Ervisco the King, alongside niko na mtu wangu mzito hapa, Mwinyi Kazungu, mtetezi endo tajiri, au sio? Asante sana mtu wangu. Yeah. Niko na King Ervisco ndani ya mjengo. Mpenzi msikilizaji, nimetumaini yangu kwamba uko poa popote pale ulipo. King Ervisco ama The King Ervisco? Mimi ndo Ervisco the King, yani mimi ndo mfalme, au sio? Mfalme. So yeah. Inakuaje mtu wangu? Poa manze. Ulianza lini muziki? Muziki ama ulianzia wapi? Muziki nimeanza kitambo manze, muziki iko kwa damu yani. Muziki iko kwa damu kabisa. Muziki nimeanza nikiwa primo, high school nikanoa, nikarekodi kiasi, nikadrop kiasi juu ya vitu kadhaa, juu najua muziki inakuanga na changamoto mob sana. Kweli. Kabidi nikasepa kiasi, lakini sasa nimekuja kifull take over sasa. Au sio? Kabisa. Okay. Sasa hivi unatamba tu na kibao chako cha ukatili. Yeah, ukatili dhidi ya wanawake yani. Ukatili dhidi ya wanawake. Yeah. Nipe the whole idea mazee, kwa sababu unaona kwamba ni kibao kizuri. Ulifikiria, ukakaa chini, ukasema kwamba unatetea wanawake. Kabisa. Yes. Ukatili manze, ani dhuluma zimezidi. Nasikia kila mahali news, kila mahali ukipita kwa mapapers, kwa kila mahali ni news tu ya vile wanawake wanadhulumiwa manze. Kuna wanaume wengine ujesi wapoa, wanapiga wanawake wao, wanawadhulumu, wengine wanakeketwa, yani unyanyasaji mwingi sana. Ya manze, sasa ndo hiyo song idea yote ni kukataza hiyo mambo ya hayafai kwa jamii, au sio? Yeah, ni kibao kizuri mpenzi msikilizaji. So kibao chenyewe umekifanyia katika studio zipi? Nimeifanyia Rukus Production pale Ngong, Simbal sana tao. Rukus Production iko sawa, huyu jamaa anasupport wasanii, anasupport local Kenyans talents, zote yako poa mzee. Big up. So labda uambie tu mashabiki leo hii kuhusiana na ukatili. Je, ishatoka video ama bado haijatoka? Video imetoka, lakini sasa tunailaunch tarehe moja, tunailaunch this Friday, yani tunataka ianze take over 2016. Tarehe moja itakuwa kwa YouTube, itakuwa kila mahali. Wasewa like YouTube waicheki, wataiona huko. Au sio? Ervisco the King underline hiyo jina. Au sio? Wameanza saizi. Waanze saizi kuunderline. Kabisa. Kwa kweli nalifurahisha. So labda ukizungumzia kuhusiana na muziki wa East Africa sasa hivi, muziki unaenda kwa kasi. Muziki uko juu sana kulinganisha na hizo maenzi za TBT. Sasa muziki imegrow. Sasa speed sana, kwanza ma Nigeria wanatuleta, wanatubeba juu sana. Sasa wameleta competition nyingine noma sana. Unajua hapo nyuma tulikuwa tu Kenya, Tanzania, Uganda. Lakini sasa ukiangalia kuna Nigeria, kuna South Africa, alafu East Africa yenyewe bado imepanuka. Sasa kama msanii inabidi unajipanga manzi. So ni kitu gani ambacho hasa kinakufanya mpaka yani hutaki kuacha muziki uko nayo, unaanza kungangana, umengangana kabisa baba? Manzi, yani muziki wenyewe uko kwa damu. Alafu bado ni kujisukuma na kujituma, alafu ukiona vile kunaenda game bado inalipa. Vitu kama MCSK ukijiregister nazo, vitu kama skiza tune, bado muziki unalipa. Hiyo ndio inafanya, na bado damu. Sasa hata bila do bado mimi naweza fanya muziki. Hata ukinitia show yenye ko free, mimi na kama na chapa show. Kwa sababu sasa hivi bado unajitafutia jina manzi kabisa, mpaka ni hit yani. Na baadhi Ervisco, nimeona kwamba umekuwa na mambo mengi sana katika social media. Unakosana na ma DJ kwa sababu gani? Sana si ma DJ personally, lakini ama wale ambao support East Africa. Wale ambao support East Africa hapa Nigeria inachezwa sana. Lakini ukiangalia kwamba muziki wa Kenya, mimi nashukuru KBC Top Mashariki manze, nyinyi ndio mna support local talents, mna support wasanii wa Kenya, mko poa manze, lakini yani ndio number 1. Hivi una hakika kwamba unafanya muziki ambao unahitajika? Muziki unahitajika, muziki umekoma, muziki umeenda shule. Hata ukiangalia
ukiangalia mashairi yenyewe yanatiririka, yani mashairi yamekomaa. Ukiangalia muziki kaa Ukatili, mafans wa Mtetezi wote na big up. Angalieni ngoma ya Erisco the King Ukatili, angalia mistari imetiririka tiririri. Muangalie kwa SoundCloud, muangalie kwa YouTube, muangalie kwa Mdundo, msikize hiyo ngoma. Muikosoe tuone, au sio? Ya mpenzi msikilizaji, naona kwamba Erisco hapa anazungumza na confidence nyingi tu. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu ye anajiamini katika game ya mziki huu wake. So ni kitu gani kinakuja? Labda 2016 video Ukatili, yes, imetoka tayari, inanolewa. After hapo kuna ngoma nyingine nimeshaangusha tayari kwa studio, inajiita Vinapangika. Yani kipanga mambo yangu yana go through, mambo yanakuwa fresh, mambo yanakuwa poa kabisa. Ndongo na nibaba. Alafu wale watu wenye wanataka kuleta beef na nini, yes, hapo nimewakataza, nimewambia mimi mwenyewe ndo the ruler, mimi ndo the king, Erisco mfalme na kuja take over. Video vile itatoka, kila DJ na mwangushia at least anipushi mahali, so that at least hata Kenya upcoming wapewe nafasi manze, tujulikane pia, si take over man. Mpenzi msikilizaji, anazungumza na wewe pale nje, umsupport katika mziki wa kwake, umsupport katika kazi ambazo yeye anaziamini kwamba ni kazi nzuri. Erisco, maswala ya mziki inakuaje kwamba mtu inabidi ajitume zaidi, kwamba leo hii umefanya mziki lakini bado unapoenda nje unazidi kutoa hela kwa sababu ya kusukuma mziki? Ujue upcoming artist lazima dozi tumike manze, bila doa hawezi penya. Upcoming artist ujue kupewa chance inakuanga hard sana, lakini mimi nashukuru Top Mashariki Mtetezi mwenyewe ndo amenipigia simu mimi nije hapa hivi at least kuongea na nyinyi mashabiki, nipush mahali. Kawe ni sponsor, kawe ni director, mtu yote mwenye una deal na ngoma za Kenya industry, at least unisaidie manze. Ameniita hapa hivi at least niongee na yeye, kawe ni sponsor, nisaidie kimuziki pia mimi nitoke. Lazima uinvest ndo at least upate manze. Uwezi itwa show na yeye haujajulikana, haiwezi lipa. Okay, so wasikilizaji pale nje wakufuate wapi, wakuelewe zaidi? Mafans wote mnifollow Twitter @Erisco the King, kwa FB nipo Erisco the King, kila mahali ni Erisco the King, search Erisco the King, hata ukigoogle GI bado nipo. Facebook account yangu pia ni Erisco the King, like pages kwa likes kwa mob, alafu YouTube my views kwa mob pia, au sio? So maneno yako ya mwisho baba? Maneno yangu ya mwisho, kawe ni sponsor at least unisaidie mahali nijaribu kutoka na ngoma nimetoa inajiita Ukatili, inaongelea kuhusu kunyanyaswa kwa wanawake, at least na wakataza in the society, hiyo mambo haifai. Na wa big up Rukus production crew wote, wakinanga Vinishema Gabzo, na wa big up saluti manze kutoka kwa Mtetezi hapa KBC. Hii ndo Radio Taifa, hakuna radio nyingine kaa hii manze, hizo zingine ni macopycat tu. Asante sana mtu wangu, hii ni Radio Taifa, sauti ya Mkenya, lakini wacha tupatie mistari tukimalizia mtu wangu, au sio? Okay. Maisha ya ukatili yanasumbua akili na yashutumu vikali, na ongea kawakili, haya tafika mbali na waeleza ukweli, tawalipia fahali tukomeshe ukatili. Leo hii ninakiri sipendi makafiri wa kuonyesha kiburi, siya fanyi kwa siri, mie niko tayari, siyo gopi kaburi, bado naona fahari, lazima ya kuwe shwari. Dingsagwan, this is Erisco the King, Mtetezi KBC Radio Taifa, hapa ndo kwetu mazee, hakuna kwingine, au sio? Au sio? Asante sana mpenzi msikilizaji, hii ni Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Bwana, kibao cha Erisco the King kinateremka, Ukatili. Usiende fire. Ni Erisco the King alongside Gabzo Rukus Maisha ukatili yanasumbua akili na yashutumu vikali, na ongea kawakili, haya tafika mbali na waeleza ukweli, tawalipia fahali tukomeshe ukatili. Leo hii ninakiri sipendi makafiri wa kuonyesha kiburi, siya fanyi kwa siri, mie niko tayari, siyo gopi kaburi, bado naona fahari, lazima ya kuwe shwari. Wakati nikikariri mambo tamka askari, natoa mambo kadiri, ninapata habari ambazo ni hatari, tujihadhari kabla ya hatari hii nikatakiriri. Ninalotumaini maisha ni ya dhamani, wanawake duniani wako vile kamboni, wanatazama kusini kuleta matumaini, kuleta hata mapeni, hawapendi mambo duni. Utaisha lini ukatili ya wanawake? Ukatili utaisha lini?
wanawake, ukatili wanaume, tuachane na dhuluma. Wanaume, tuachane na dhuluma. Maisha ukatili yataisha lini? Hawa ni mama zetu, madada zetu, hatutaki ukatili dhidi ya wanawake. Mbona tuwataraze, mbona tuwatukane? Tunataka usawa katika familia, hakuna kudhulumiwa, kupigwa na kutukanwa. Wanawake wanaliwa na tena wanauliwa, kwani wamenyimwa dawa na hati pia usawa. Kumbuka wamezaliwa, wana haki kupewa. Wanawake soma tata, wazuri kama futa, kazi yao ni kutafuta shilingi, wanaivuta kwa bidii, wanaipata. Wanaume wawaita wao ni dikteta, kuwachezea karata. Wanawake waungane, wenyewe washikane, ukatili wa ukani lazima wapambane, na tena wasaidiane, tukomeshe ukatili. Utaisha lini ukatili dhidi ya wanawake? Ukatili utaisha lini? Ukatili dhidi ya wanawake, ukatili wanaume, tuachane na dhuluma. Wanaume, tuachane na dhuluma. Haifai wanaume kudhulumu wanawake. Haifai, haifai, yeah, yeah. Oh, no, la, la, la. Haifai, 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 Kupiga wanawake haifai, eti mna watusi, haifai, kuwadharau, haifai, wengine wanabakwa, haifai, dhulumu wanawake, haifai, kutusi wanawake, haifai, kukeketa wanawake. haifai. Haifai. Utaisha lini ukatili dhidi ya wanawake? Ukatili utaisha lini? Ukatili dhidi ya wanawake, ukatili wanaume, tuachane na dhuluma. Wanaume, tuachane na dhuluma. Utaisha lini ukatili dhidi ya wanawake? Ukatili utaisha lini? Ukatili dhidi ya wanawake, ukatili wanaume, tuachane na dhuluma.